Hii ni Tenda Radio. Tunakupa ramani ya kupata zabuni kwa mfumo wa Nesti, fursa kiganjani. Mfumo wa Nesti umeleta usawa, ndio connection pekee inayokupa power. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Anayehesabu mema yaliyopita ana mtaji wa kujenga ngome ya mema yajayo na kuvuna mafanikio ya yale yaliyopita na yajayo. Ndiyo, nianze kwa kukutakia heri kwa kuvuka na mema ya mwaka 2025 na heri ya kuanza kuyakusanya mema ya mwaka mpya 2026. Karibu kwenye Tenda Radio sehemu ya 15. Unatusikiliza kupitia redio washirika wetu na mtandaoni YouTube, Instagram, Boomplay, Audiomack, tafuta Tenda Radio TZ. Na leo tuko na meneja wa mradi wa ujenzi wa mfumo wa Nesti ambaye pia ni mkurugenzi wa tehama wa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, Bwana Michael Moshiro. Tutauchambua ubora wa mfumo wa Nesti, maendeleo ya mfumo na usalama wa taarifa za mtumiaji wa Nesti anayetafuta tenda za serikali. Na kama unavyofahamu, Nesti ndiyo connection pekee ya tenda za serikali. Serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba mfumo unakuwa salama, hasa kwenye usahihi wa taarifa, tunasema data integrity. Tutamsikiliza kwa kina hapo baadaye. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa Nest kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0226363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Umewahi? Hii ni Tenda Radio. Na kutaarifu kuwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi, yaani tenda, kwa ajili ya makundi maalum: wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Zaidi ya 70% ya bajeti kuu ya serikali inatumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake, katika kila shilingi milioni 1, zaidi ya shilingi 700,000 inatumika kwenye tenda za serikali. Hakikisha unapata sehemu ya bajeti hii. Hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20. Sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi, kisha halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi ili kila taasisi iweze kuwaona. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa Nesti. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa Nesti, yaani nest.go.tz, kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Hivyo tu. Msaada wa jinsi ya kujisajili na kuomba zabuni unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia 0736494948 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Unasikiliza Tenda Radio. Unaendelea kusikiliza sehemu ya 15 ya Tenda Radio. Sasa ni ule muda wa kuzungumza na mgeni wetu. Leo nataka tufanye tofauti kidogo. Karibu sana Tenda Radio.
na ujitambulishe mwenyewe kwa msikilizaji wetu. Mimi naitwa Michael Mushiro, ni mkurugenzi wa TEHAMA PPRA, lakini ndio msimamizi mkuu wa mfumo wa NeST. Asante. Tupitishe kwa ufupi kuhusu huu mradi wa ujenzi wa mfumo wa NeST. Mlianza lini na hadi sasa mmefikia hatua gani? Kwa sasa hivi mfumo wetu wa NeST huu ni mwaka wa 3, maana tulianza mwaka 23, 24, 24, 25 na 25, 26 katika matumizi ya mfumo wetu wa NeST. Na tokea tumeanza mfumo, tulianza na module 2 ambazo ilikuwa ni ile module ya usajili ambayo tunasema ni e-registration, na ile module nyingine ya kusimamia mchakato mzima wa zabuni ambayo tunasema ni e-tendering. Lakini kwa sasa hivi tumeweza kufanikiwa mpaka sasa hivi tumeweza kukamilisha module 5 ambazo zimeanza kutumika, ambayo tumeongeza ile moduli ya mikataba ambayo inaanza kwenye hatua za utengenezaji wa mikataba. Siku hizi watu wanafanya upekuzi au vetting ya mikataba kwenye mfumo, hamna haja kuzalisha tena makaratasi. Lakini pia sasa hivi kuna fursa ya kuweza kusaini mikataba kidijitali. Kwa ile swala kwamba lazima usafiri kwenda kusaini mkataba au usafirishe mkataba, sasa hivi tumeliondoa, na kwa taasisi zile ambazo zimeshaanza kutumia sehemu hiyo watakuwa ni mashuhuda pamoja na wazabuni wao kwamba sasa hivi hakuna tena ule usumbufu. Na kwenye eneo la management ya mikataba, sasa hivi tayari kwenye mikataba ile ya bidhaa na ile ambaye haina ile tunasema non consultants tayari inaweza kufanywa management kule ndani. Na taasisi za umma zinaweza kumanage ule mkataba kule ndani baada ya kusainiwa, na baada ya hapo wanaweza kupokea bidhaa, wakaweka nyaraka zote zinazohitajika kule ndani. Lakini pia mzabuni ana uwezo wa kuomba malipo yake kwa kutumia mtandao bila kuleta makaratasi ndani ya taasisi. Kwa hiyo baada ya kupokea watafanya michakato yote ndani ya taasisi na mzabuni atalipo. Lakini pia tuna sehemu ya katalogia ambako taasisi za umma zinaweza zikanunua huduma kutoka kwenye taasisi nyingine za umma ambazo zimeweka zile huduma zao kule na bidhaa. Lakini tunaendelea kujenga sehemu ya malipo ambayo nimesema ni moduli ya 5, ambapo sasa hivi mfumo wetu umeunganishwa na mfumo wa malipo, mfumo wa ERMS ambao unahusika na kufanya malipo, lakini pia mfumo wa MUSE ambao pia unahusika kufanya malipo. Kwa hiyo tunaendelea kuifanya system yetu tuepuke kabisa mtu kutoka akishaingia kwenye mfumo hatoki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kingine ambacho tunaendelea nacho sasa hivi, tunaendelea kujenga moduli ya mwisho kuu ambayo tunasema ni mnada, lakini ni tofauti na minada mlioizoea. Mnada huu ni kwa ajili ya ununuzi. Utakuwa unasaidia taasisi za serikali kuweza kununua bidhaa kwa njia ya mnada, na wazabuni watakuwa wanashindana kwa kushuka bei. Lengo letu hapa kwanza ni kuweza kupata thamani halisi ya fedha, kwa sababu kuna wakati mwingine mzabuni anakuwa ameweka bei, lakini labda tu tutakuwa ameweka tu kwa sababu wakati mwingine ziko halisia, lakini nyingine kuna wakati mwingine zinakuwa juu kidogo. Lakini ukiweka kwenye mnada kuna wakati mwingine wanashuka na mnaweza mkapata thamani halisi ya fedha. Lengo letu ni kuhakikisha tunakuwa na baka au tunaweza kuokoa fedha ambazo sio za lazima zilipwe kwa mzabuni, lakini zinaweza zikatumika fedha hizo kuweza kufanya shughuli nyingine ya maendeleo. Kama labda ulikuwa umepanga kujenga darasa moja, basi kwa kuokoa fedha hizo unaweza kujenga labda madarasa 2 au 3. Sawa, mchakato umekaa vizuri. Na hii moduli ya usimamizi wa mikataba hadi hapo kwenye kuhakikisha bidhaa au huduma imewasilishwa na kupokelewa. Na vipi swala la malipo ya wazabuni? Hili mmelizingatiaje kwenye mfumo wa NeST? Kwanza tuseme kwamba kwenye malipo kuna maeneo mengi. Hayo tunaposema ni malalamiko, kuna wakati mwingine mtu anapopeleka nyaraka zake kuna wakati zinachelewa kufika, au wakati mwingine kunakuwa tuna visingizio ambavyo saa nyingine hakuna uwazi katika kupokea nyaraka na kuzifanyia kazi. Lakini pia hata wakati wanasema wana verify, wanathibitisha vile vitu ulivyovileta, kwa sababu kila kitu utakuwa mkifanya kwa kutumia mfumo na kila kitu kitakuwepo na hatua zote zitakuwa wazi zinaonekana. Kwa hiyo hapa tunategemea kwamba mtu anapoleta malipo yake hatachukua muda mrefu kulipwa. Angalau ule utaratibu wa kuchakata hayo malipo kabla hata hajafika kwenye mfumo, kwa sababu wanaweza kulalamika kwamba labda malipo yamechelewa, labda ni kwenye mfumo wa malipo. Lakini je, ule urasimu, utaratibu ambao unafanyika ndani ya taasisi husika,
tunaweza tukafika mahali tukawa na uwajibishaji kwamba wewe ni kweli ulipokea malipo tarehe 1, umeanza kuja kuyafanyia kazi tarehe 30. Tarehe zote, siku zote 29 ulikuwa unafanya nini? Na sio kwamba hata ulikuwa huna hela. Unaweza kaa wakati mwingine taasisi ina hela lakini bado haifanyii malipo, makaratasi yamekaa tu pale au labda yakapotea au yakafanya nini. Lakini kwa kutumia mfumo huu ni kwamba tunatarajia kwamba kutakuwa kuna uwazi, mtu nyaraka utajua kabisa imeshatumwa, utapata labda kama ni confirmation au tunasema email, utapata kwamba nyaraka yako imepokelewa, inafanywa kazi na inakuwa ni rahisi. Hata wale walioko kule ndani ya taasisi anakuwa naona hata aibu, kwa sababu kila mtu anaona nyaraka imepokelewa lini, imecheleweshwa wapi, kama hivyo. Kwa hiyo mpaka ije ifike angalau turahisishe ili eneo la kwanza la upande wa ununuzi. Alafu kwa upande wa pili wa mifumo ya malipo kule nao pia nadhani watajitahidi, kwa sababu na yenyewe itapelekwa kwa njia ya kielektroniki. Nadhani watajitahidi kuangalia bajeti ya serikali itakavyokuwa. Serikali haina lengo la kumdhulumu mkandarasi au mzabuni yoyote, lakini kuna wakati mwingine tunakiri kwamba labda kutokana na kukosekana kwa uwazi na uwajibikaji labda malipo yanaweza kuchelewa, lakini kwa kutumia mfumo naamini kabisa kuna maendeleo au kuna ahueni lazima tutaipata. Hapo kwenye malipo ya wazabuni, utaratibu huu wa sasa unasaidiaje kuondoa kilio cha ucheleweshaji wa malipo ya wazabuni? Mtu anaweza akafuatilia akajua maombi yake au madai yake yameshapokelewa kwenye taasisi ya umma. Lakini sasa kwa inapofika kule kwenye taasisi ya umma ni kwamba kuna taratibu za ndani ambazo saa nyingine ni za kiutaratibu tu ndani ya serikali, watakuwa wanazifanyia kazi. Lakini at least kikubwa kwanza hata mtu tu ajue amepokelewa. Lakini sisi akishafika kule kwenye taasisi za umma, taasisi ile iweze kujua imepokea malipo tarehe fulani. Kwa hata kama ni mkuu wa taasisi, sidhani kama naye atakuwa tayari kuona malipo yanalala kwake. Hivi mzabuni anaweza kufuatilia malipo yake kwenye mfumo kuona yamefikia wapi? Anaweza mzabuni asiweze kaona kila hatua malipo yalipo kwa hatua hizi za mwanzo, lakini angalau kitendo cha kujua tu kwamba una uhakika kwamba malipo yako yamepokelewa na yanafanywa kazi na umepata ujumbe, hiyo angalau inakumpa uweni. Kwa hiyo hata kama ulikuwa unataka kuja kulalamika, una ushahidi wa kutosha kwamba malipo yako yalipokelewa. Asante. Sasa tuzungumzie kuhusu usalama wa mfumo wa NeST. Hili ni eneo ambalo watu wengi wanatamani kufahamu. NeST iko salama kiasi gani? Kwanza nikiri kwamba usalama una maeneo mengi, lakini mimi niseme kwa ujumla serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba mfumo unakuwa salama, hasa kwenye tunasema usahihi wa taarifa, tunasema data integrity, kwamba kilichoingia kwenye mfumo kisibadilishwe, kwa sababu hiyo ndio eneo hatarishi kwenye ununuzi wa umma. Kwenye ununuzi wa umma mtu hadukui taarifa kwa kutaka kujua eti kwamba unaitwa nani au nini. Mtu anataka kudukua taarifa au anataka kufanya kitu ambacho kitampa manufaa. Kitu cha kumpa manufaa yeye kuweza kudukua kuona bei ya mwenzie kabla zabuni haijafunguliwa, kuweza kubadilisha labda zabuni wakati labda inafanywa evaluation, inafanywa upembuzi. Kwa hiyo kuna vitu hivyo. Sasa sisi kikubwa ambacho serikali imekifanya na tunashirikiana na wadau wengi ni kuhakikisha kwamba mfumo unatunza data na data haziwezi kubadilishwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba mfumo upo salama. Hatuna swala la kuogopa kwamba mfumo uko salama. Ni wasii tu kwamba tuamini kwamba katika kitu ambacho tunakifahamu sisi kama serikali, kama PPRA, ni kwamba usahihi wa taarifa ndio nguzo kuu ya mfumo wetu. Kwa hiyo na sisi tunajitahidi na tumejitahidi na mfumo uko salama. Kwa hiyo ni wahakikishie wawe na amani kabisa. Usidhani kwamba kuna watu wanabadilisha taarifa zao au akileta zabuni mapema kuna mtu atabadilisha. Hapana. Ni hayo tu kwa leo mkurugenzi. Tunakushukuru sana kuzungumza nasi. Unasikiliza Tenda Radio. Tulikuwa tukizungumza na meneja wa mradi wa mfumo wa NeST ambaye pia ni mkurugenzi wa tehama wa PPRA, Bwana Michael Moshiro, ambaye ametuthibitishia jinsi ambavyo mfumo huu uko salama. Sasa tuwasikilize kwa ufupi watumiaji wa mfumo wa NeST kutoka taasisi za serikali. Wao wanauonaje? Wakati ule nukuu za bei zilikuwa lazima zisambazwe kwa kutembeza, upeleke kwa mzabuni huyu, upeleke mzabuni wa pili. Zile kwanza zilikuwa zinapoteza muda, lakini kulikuwa kuna changamoto ya uwazi. Mara nyingine tulikuwa tunapata kesi zinazohusiana na rushwa
tunapata changamoto za kuhojiwa, lakini toka mfumo umeletwa unaondoa ile elementi ya mwanadamu kuhusika kwenye manunuzi, kiasi kwamba nukuu za bei zinatangazwa kwa uwazi. Kabla ya mfumo wa kuja wa Nesti, kila kitu ambacho tulikuwa tukifanya manual, kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu sana kwenye kuchakata zabuni. Lakini pamoja na hayo, gharama zilikuwa zinakuwa ni kubwa sana. Gharama za kuchakata tenda kuanzia initiation mpaka tuna award contract, ilikuwa tunatumia gharama kubwa sana. Lakini wakati mwingine kipindi hicho swala zima la uwazi ulikuwa umepungua sana. Lakini baada ya kuja mfumo wa Nesti, mambo yamekuwa ni rahisi. Unaonyesha uwazi unakuwa mkubwa sana na unatoa opportunity kwa wazabuni wengi. Unasikiliza Tenda Radio. Katika dunia ya leo ya teknolojia, sio mkubwa anayemshinda mdogo, bali ni mwenye kasi zaidi anayemshinda mwenda pole. Anasema Bwana Dennis Simba, mkurugenzi mkuu wa PPRA. Kwako kijana, katika dunia ya leo haijalishi kuwa wewe ni mdogo na wale ni wakubwa. Kinachotakiwa ni kasi yako ya kuunda kikundi cha vijana, kujisajili kwenye mfumo wa Nest na kuomba tenda za serikali. Tafakari na chukua hatua. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na toa maoni yako. Shukrani za kipekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA.